Kamati ya Seneti ya Marekani na mahusiano ya nje imepitisha muswada unaotaka kufanyika kwa tathmini ya kina, tathmini ya mahusiano kati ya Marekani na Tanzania kufuatia kile kilichoelezwa kuwa ni ongezeko la matukio ya vurugu za kisiasa na kudorora kwa misingi ya demokrasia nchini Tanzania. Muswada huo wa pande mbili za kisiasa ulioandaliwa na Senator Jeanne Shaheen kwa kushirikiana na Senator Ted Cruz unaielekeza serikali ya Marekani kufanya mapitio ya kina ya ushirikiano wake na Tanzania pamoja na kutathmini athari za mwenendo wa kisiasa wa nchi hiyo kwa maslahi ya Marekani katika ukanda wa Afrika Mashariki. Muswada huo utahitaji kufanyika kwa mapitio ya kina ya uhusiano wa Marekani na Tanzania kufuatia ongezeko la vurugu za kisiasa na kurudi nyuma kwa demokrasia nchini Tanzania. Pia utaelekeza tathmini ya uhusiano unaokuwa wa Tanzania na China na Urusi. Pia utaelekeza tathmini ya mahusiano yanayokuwa kati ya Tanzania na China na Urusi pamoja na athari zake kwa maslahi ya kimkakati na kiuchumi ya Marekani katika Afrika Mashariki, imesema sehemu ya mswada huo. Kwa mujibu wa maelezo ya mswada huo, tathmini hiyo pia itachunguza kwa kina mahusiano yanayokuwa kati ya Tanzania na mataifa ya China na Urusi, huku ikipima athari zake kwa maslahi ya kimkakati na kiuchumi ya Marekani katika eneo hilo. Akizungumza baada ya kamati hiyo kupitisha miswada mbalimbali ya sera za nje, Senator Jeanne Shaheen amesema kuwa hatua hiyo inaonyesha dhamira ya kamati ya mahusiano ya nje ya Senate katika kuimarisha uongozi wa Marekani duniani, kulinda usalama wa taifa na kuhakikisha sera za nje zinawanufaisha wananchi wa Marekani. Iwapo muswada huo utapitishwa na bunge la Marekani na kutiwa saini kuwa sheria na rais wa Marekani, itailazimu serikali ya Marekani kuwasilisha tathmini rasmi kuhusu hali ya mahusiano yake na Tanzania pamoja na mwelekeo wa kisiasa na kidiplomasia wa nchi hiyo katika mazingira ya ushindani wa kimataifa unaohusisha mataifa makubwa kama China pamoja na Russia. Maamuzi haya yamefikiwa siku ya tarehe 17 ya mwezi Juni mwaka huu wa 2026 wakati kamati ya mahusiano ya nje ya Senate ya Marekani, yani Senate Foreign Relations Committee, ilipokutana na kupitisha miswada kadhaa ya sera za nje, ikiwemo huu wa Reassessing the United States Tanzania Bilateral Relationship Act inayohusu Tanzania. Muswada wenyewe uliwasilishwa kwa mara ya kwanza siku ya Mei 19 mwaka huu wa 2026 na maseneta wawili kutoka vyama vyote viwili vikubwa nchini Marekani, kwamba Senator Jeanne Shaheen na Senator Ted Cruz kutokea katika chama cha Republican na chama cha Democrat waliwasilisha kwa mara ya kwanza muswada kuhusu kufanya mapitio juu ya mahusiano yake na mahusiano ya Marekani na Tanzania. Kwa mara ya kwanza waliwasilisha muswada huo tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka huu, maseneta hao wawili, na pia tarehe 17 ya mwezi huu wa 6 mwaka huu wa 2026 kamati ya mahusiano ya nje ya Senate iliupitisha, yani advance, muswada huo kutoka ngazi ya kamati kwenda hatua inayofuata ya mchakato wa kutungwa sheria. Yani, nirudie hapa kufafanua kwamba muswada wenyewe uliwasilishwa kwa mara ya kwanza siku ya tarehe 19
ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026 na maseneta wawili kutoka katika vyama vikubwa vya siasa nchini Marekani, ikiwemo chama cha Democrat na Republican, ambapo maseneta hao ni Jeanne Shaheen na Ted Cruz. Lakini tarehe 17 ya mwezi huu wa 6 mwaka huu wa 2026, kamati ya mahusiano ya nje ya Seneti imeupitisha, yani imeufanya kuwa advance muswada huo kutoka ngazi ya kamati kwenda hatua inayofuata ya mchakato wa kutungwa sheria. Sasa katika vichwa vya habari baada ya habari hii kuwa imetoka, vimeeleza kwamba mwenendo wa demokrasia nchini Tanzania rasmi kuchunguzwa na Marekani, kwa maana ya kwamba sasa kamati ya mahusiano ya nje ya Senate ya Marekani imeupitisha muswada huo kutoka ngazi ya chini kwenda hatua inayofuata ya mchakato wa kutungwa kwa sheria. Na iwapo mambo yatakuwa yamekamilika, kwamba iwapo mswada huo utapitishwa na bunge la Marekani na kutiwa saini kuwa sheria, basi itailazimu serikali ya Marekani kuwasilisha tathmini rasmi kuhusu hali ya mahusiano yake na Tanzania, pamoja na mwelekeo wa kisiasa na kidiplomasia wa nchi hiyo katika mazingira ya ushindani wa kimataifa unaohusisha mataifa makubwa kama China na Urusi. Hapa ndipo inakuja mwenendo wa demokrasia nchini Tanzania kuchunguzwa rasmi na Marekani. Baada ya taarifa hiyo kuwa imetoka sasa, mpaka sasa Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania haijatoa maelezo yoyote. Bado tunaendelea kufuatilia, na kitakachokuwa kimejiri tutakujuza kupitia hapa Habari Kiganjani. Hakikisha kwamba unaendelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi ili kufahamu juu ya hiki ambacho kimejiri hivi punde, kwamba mwenendo wa demokrasia nchini kuchunguzwa rasmi na Marekani. Sisi Habari Kiganjani tutakuwa hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakujuza hatua kwa hatua jinsi itakavyokuwa, kitakachokuwa kinatokea, na jinsi ambavyo Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania itakapojitokeza hadharani na kutolea ufafanuzi kuhusiana na taarifa hii ambayo imetoka hivi punde. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako ili uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ama ni yapi yanayoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufuatia habari hii, wewe ni